Ndani ya siku 4 tunaenda kushuhudia dabi ya Dar es Salaam dabi kwa mara ya pili mfululizo. Kumbukumbu mbaya ni kwamba Young Africans ametoka kuchezea kichapo cha magoli 3-2 kwenye nusu fainali ya kombe la shirikisho. Mchezo wa kesho ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara na Young Africans ni mwenyeji wa mchezo huo pale visiwani Zanzibar. Wao ni wana machungu tunaweza tukasema kuelekea kwenye mchezo huo kutokana na matokeo ya mwisho ambao wameyapata dhidi ya Azam FC. Mambo yatakuwaje mimi na wewe hatujui. Niko hapa na shabiki kindaki wa klabu ya Young Africans maarufu kama Eliza kwa ajili ya kuzungumza naye na kuniambia kile ambacho anakiona, lakini pia matumaini ya timu yake kuelekea kwenye mchezo huo wa siku ya kesho. Mimi ni Aaron Junior, nyuma ya kamera nipo na director Mojit. Mimi wasiamini katika matokeo matatu. Mimi wanaamini katika matokeo mawili. Matokeo ya sare huwa ni kulazimishana. Lakini matokeo ni kupiga na kupigwa. Basi ukitaka kuamini kwamba matokeo ya sare sio matokeo, angalia matokeo ya sare yanapokuwa yanatokea baadaye lazima atatafutwa mshindi. Umeelewa? Ya. Kwa hiyo sare huwa ni kulazimishana. Matokeo huwa ni kushinda au kushindwa. Basi. Kwa hiyo ukisema kwamba wewe ulikuwa unaenda kwenye mechi dhidi ya Azam upate matokeo, ni kumuandareti Azam. Ni kuliandareti benchi la ufundi la Azam. Kwa sababu wote wanapokuwa wanaingia kucheza, kila timu huwa inategemea kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo hakuna timu ambayo inaenda inajua kabisa mimi naenda kupata matokeo. Umeelewa? Ya. Ni kama mpiganaji ngumi anapoenda haendi kusema kwamba mimi naenda kupiga mtu KO. Ila KO inakuja automatically. Umeelewa? Kwa hiyo kusema kwamba Azam eti Eliza niliingia uwanjani nikijua kabisa kwamba naenda kupata matokeo, nitakuwa ninawadhalilisha na kuiandareti timu ya Azam Sports Club. Sababu na yenyewe inashiriki ligi ya Tanzania na inashiriki michuano yote ambayo inakuwa imeandaliwa na TFF na bodi ya ligi, ambapo na wao wanakuwa wanatakiwa walete ushindani na hata ikiwezekana kubeba ubingwa. Mimi wanawashangaa Azam wanafeli wapi, kwa sababu wana kila sababu ya kukompiti kwenye ligi na kupata matokeo. Ndio unakuja kugundua kwamba kweli refa kwenye mpira huwa kuna engo tatu. Kuna engo ya wachezaji maana ya pande zote mbili 11. Kuna engo ya refari na kuna engo ya mpira, na hata mpira unaelekeza wachezaji wanatakiwa wawe 11. Sijui kama unaelewa. Ya. Ukiangalia kwenye ule mpira kwenye vile viduara, kuna kiduara kimoja kinakuwa na engo 5, kiduara kingine kinakuwa na engo 6. Ukizijumlisha ni 11. Kwa maana mpira unaelekeza watu wawe 11. Upande wa kwanza 11, upande wa pili 11. Engo nyingine ni engo ya refari ambaye yeye ndiye anatakiwa kusimamia ule mchezo, kusimamia sheria 17 za mpira. Ambapo sasa wachambuzi wengi wao wanafeli sehemu moja, wanachambua timu baada ya kuchambua mpira. Unapozungumzia mpira unazungumzia engo 3. Unazungumzia engo ya mwamuzi, unazungumzia engo ya wachezaji na unauzungumzia mpira wenyewe ambao ni mpira na pitch kwa ujumla. Kwa hiyo wao wakichambua mara nyingi huwa wanachambua vilabu, wanachambua timu na hawachambui mpira. Unatakiwa umzungumzie hadi mwamuzi, kitu ambacho juzi kimejidhihirisha kwamba mwamuzi yeye ndiye aliyetaka Azam washinde, kwa sababu Young Africans alipata goli halali na wakasema kwamba ni offside, lakini hakukuwa na offside hata moja. Depo alikuwa kwenye eneo sahihi, ikapigwa cross, akajitwisha utosi walete. Kwa kuwa mwamuzi na mapenzi yake na shirikisho lao kwa maana ya bodi ya ligi na TFF wanajua walichokuwa wamekipanga, wakaamua Young Africans asiweze kwenda hatua ya fainali. Wasikwambie hawa Simba kwamba eti walikuwa wanamtaka Yanga. Wakati Yanga anashambuliwa walikuwa wanafurahia. Yanga akishambulia wanazima, wanatulia. Huyu jamaa mbona kama anakuja? Umeelewa? Mbona kama yuko serious vile wakati sisi. Kumbe ilikuwa sitaki nataka. Yani sitaki, sio kwamba nataka, hakuna neno nataka hapo. Kwa sababu Yanga alivyokuwa anapata matokeo, anachomoa, unaona wanatulia. Inakuaje? Azam akipata goli, wanashangilia. Angalia walivyoshangilia Yanga kutolewa. Kwa hiyo sikwambie kwamba eti tulikuwa tunamtaka. Wanashangilia, wanasema wamehuzunika. Walikuwa wanamtaka Yanga. Vile vigelegele vilikuwa vya nini? Ni huzuni. Yaani una huzuni afu unapiga vigelegele. Yaani huzuni tu. Ni mweu peke yake ambaye anaweza akatafasiri kwamba vigelegele huwa vina maana ya huzuni. Umeelewa? Ya, kwa hiyo unajua kwa kaliba yetu sisi binadamu hasa Afrika tunajua vigelegele huwa vinaashiria furaha.
Kwa hiyo baada ya Yanga kutolewa, yani wamefurahia kishenzi. Usishangae kuona game ya Azam na Simba ya fainali ikawa nyepesi. Umeelewa? Kwa hiyo kwa sababu pale wanaenda kucheza Asha na Ashura. Ni kama alivyocheza Coastal Union na Simba. Alikuwa ni Asha na Ashura. Asha na Ashura, Simba na Azam. Yeah. Mtu na ndugu yake yule. Wa mjomba na washangazi. Sasa mkamfunga Simba. Si baada ya maneno kuwa mengi. Prince Dube kilichomtoa Azam ni nini? Prince Dube walikuwa wanapishana Kiswahili na viongozi. Prince Dube anataka malengo yake yaendane na viongozi. Yaani viongozi wanataka malengo ya Dube yaendane na wao wanavyotaka. Dube akiwafunga Simba, viongozi wanaumia. Kwa hiyo alisema mimi nahitaji uongozi ambao malengo yangu mimi na ya kwao yatakuwa kitu kimoja, yani tuimbe wimbo wa taifa mmoja. So mimi nafunga afu wanakuja kunilaumu. Umeelewa? Uzuri hata Amri Kiemba aliwahi kusema kwamba mimi kipindi nacheza Azam tulikuwa tukienda kukutana na Yanga tunaambiwa tufanye mazoezi mara 2 mpaka mara 3 zaidi ya pale tunapokuwa tunaenda kukutana na Simba. Umeelewa? Lakini wakikutana na Simba kwa kuwa sasa watu wameshagundua, watu wakazungumza sana kwamba mbona hawa kama Boka na Boka na nani? Beka na Boka. Si ndio? Ndio wakaamua kukaza kweli. Wanashinda, unaona kabisa wanafurahia. Wanakaza kweli kwenye mechi ya Simba. Umeelewa? Lakini ukweli Simba na Azam ni mtu na ndugu yake. Ndio maana hakuna kipindi walipeana wachezaji bure. Aishi Manula katokea wapi? Si alitokea Azam. John Boko alitokea wapi? Kapombe. Wachezaji 6 mpaka 7 walitolewa Azam bure, wakapelekwa Simba. Lakini wenyewe Simba wanasema, hasa mimi wanashangaa, wanasema kwamba eti Singida inapatia Yanga wachezaji, mara Mwigulu Nchemba kama wakawapatia Yanga fei, wakati wao walitoa wachezaji bure wa kikosi cha kwanza wote waliochukua ubingwa 2013-14 wa Azam. Aishi Manula, John Boko, Kapombe, nani yule Nyoni, wachezaji kibao waliotoka Azam wakaenda Simba. Afu bure. Sijawahi kusikia mchambuzi yeyote anazungumza. Lakini atoke mchezaji kutoka Singida kuja Young Africans, usikie stori zake. Undugu. Umeelewa? Muwe mnakuwa na maswali ya kuwauliza. Hasa hawa wachambua mchele. Hakuna watu wanafiki na wanaogombanisha mpira wa Tanzania kama wachambuzi. Sio Wilson Oluma alisema Yanga kanunua mechi dhidi ya Mbeya. Sasa hivi yuko wapi? Yanga akishinda kanunua. Simba akishinda kiwango kimepanda. Si ndio? Sasa hivi Yanga kawa underdog kwa Simba. Si ndio maneno anayozungumza? Na wenyewe Simba mara baada ya kumjua Azam ndo ambayo anakutana naye nusu finali, wamesikika wakisema kwamba finali ya Azam itakuwa ngumu sana, tofauti na vile ambavyo wangecheza pengine na Yanga. Yaani wakicheza na Azam itakuwa finali ngumu. Itakuwa finali ngumu kuliko angecheza na Yanga, ingekuwa finali rahisi sana. Na rahisi kwa sababu sio wanaenda kugongwa, yani walikuwa wanaenda kuachia ubingwa. Wow. Sasa wewe hivi kati ya Simba na Singida nani kafungwa mara nyingi na Yanga? Wote tu. Hata Singida naye hajawahi kupata ushindi. Una uhakika Singida ya kina Deus Kaseke ya kina Mudathiri haya haijawahi kumfunga Yanga? Kocha akiwa Puji hajawahi kumfunga Yanga. Ila Singida ndo hajawahi kumfunga Simba. Ukiacha kombe la Federation la msimu jana ndo Singida anaenda finali na Young Africans. Singida hajawahi kupata pointi 3 mbele ya Simba. Lakini akishinda Yanga utasikia tawi. Wanasahau kuwa Coastal Union ni ndugu yao. Coastal hawajawahi kumfunga Coastal Union mpaka goli 8. Lakini akiwa Yanga Yanga kwenye ligi hastahili kupata matokeo. Yanga akidominate mchezo, akidominate matokeo ndani ya misimu 4 mfululizo, Yanga anabebwa. Niambie msimu ambao Yanga amebeba ubingwa pasina kulalamika. Kuanzia 2021 wanakuja kina Diara hapa. Kocha Nabi mpaka leo Yanga anabeba ubingwa na malalamiko. Ila tuongee ukweli Eliza, kwa msimu huu ni kweli Yanga imeshuka kiwango? Kama Yanga imeshuka kiwango, basi timu zote 15 zimeshuka kiwango zaidi ya Young Africans. Kwa sababu Yanga kashuka kiwango lakini ndio yuko juu. Si ndio? Vipi hawa? Maana yake ukisema Yanga ameshuka kiwango mpaka sasa hivi ana pointi 63 kama sikosei. Alafu ambaye anamfuata ana pointi ngapi? 61. Si ndio? Msimu jana mpaka mida hii
Yanga alikuwa na pointi ngapi na Simba alikuwa na pointi ngapi? Ila ubingwa amechukua mechi ya mwisho. Ubingwa alichukuliwa mechi ya mwisho. Si baada ya makando kando. Mara tunacheza. Tulichukua kwa nani? Tulimweka yeye mwenyewe. Tulichukua na faida ya pointi 2. Kwani tulichukua kwa tofauti ya magoli? Alama 2. Kinachoangaliwa kwenye mpira kwanza kabisa ni pointi. Magoli yanakuja baadaye, baada ya kutai pointi. Umeelewa? Kwa hiyo hata kipindi hiki head to head na Simba, nani mwenye faida? Sasa si ndio niambie nani mwenye faida? Kwa sababu Yanga nyumbani kwake hajaruhusu, Simba kwake ameruhusu magoli. Si tumemweka pale kwake. Tena na refa akatunyima penalty. Depo hakupigwa kiwiko ndani ya 18. Kipindi hiki Young Africans ana bato kuliko bato la hatuchezi la msimu jana. Kwa nini? Kipindi hiki TFF wamejiandaa, wanataka kulipa kisasi dhidi ya Yanga. Bodi ya ligi, kamati ya masaa 72 na wachambua mchele. Yaani ile sakata la mwaka jana la hatuchezi ndio wanataka kulilipia kisasi. Bodi ya ligi, TFF, kamati ya masaa 72 na wachambuzi. Niulize kwa nini? Kwa nini? Loemba hajamfanyia alafu na Jobu aliadhibiwa. Nani anayetaka kufanywa? Nani anayetakiwa kufanya kutoa adhabu? Kamati ya masaa 72. Huyo Loemba hajamfanyia mechi ya pili ya dabi. Hajamfanyia Boka Rafu, karuka tikitaka. Yaani na karate kwenye mpira humo. Ameadhibiwa. Kamati ya masaa 72 haikuona. Alex Ngereza anavyombeba Baka akifanya rafu. Aadhibiwe tena mechi 5, lakini sijasikia mchambuzi hata mmoja akisema Loemba anastahili kuadhibiwa. Kuanzia Alex Ngereza, Wilson Yoruma, Jemedari Saidi, mimi nawataja kwa majina. Nawajua. Umeelewa? Wote sijasikia hata mmoja ambaye amesema Innocent Loemba alistahili kuadhibiwa. Lakini alivyofanya rafu Baka, kila mtu aliongea. Jemedari Saidi alisema, Alex Ngereza alisema, Wilson Yoruma alisema, na wengine wote nisiowajua walisema Baka anastahili kuadhibiwa. Tena Alex Ngereza kuna adhabu nyingi, kuna mechi nyingine ambayo Baka alifanya faulo, Alex Ngereza akasema tena Baka afungiwe tena mechi 5. Yaani jinsi gani alivyo na chuki na Young Africans. Mudathiri haya alifanya rafu kwenye mechi dhidi ya Mbeya ya Mbao. Umeelewa? Hakuadhibiwa uwanjani. Kamati ya masaa 72 ilivyokaa ilifanyaje? Si ilitoa adhabu kwa Mudathiri. Si ndio? Nitajie mchezaji wa Simba ambaye kamati ya masaa 72 imekaa ikatoa adhabu kwamba wao wako smart. Kasheshe. Na kuuliza sasa, yani mwe na maswali ya kuwauliza kwamba wachezaji wa Simba wao wako smart? Hawana makosa wanayoyafanya? Mifano ipo mingi. Enonga aliwahi kumrukia Shuaboy teke la shingo. Lakini hakuadhibiwa na kamati ya masaa 72. Hapo tukiwa tunaongelea Simba, hata mashabiki wa Young Africans na wao wakiwa wanakiri kabisa, wanasema hii Simba ya msimu huu pengine ni Simba bora sana, tofauti na misimu yote ambayo Young Africans imechukua ubingwa. Wao mwatazama Simba kwa msimu huu jinsi ilivyo, pengine tunaweza tukasema Simba imeimarika kwa msimu huu. Hakuna Simba mbovu kama hii ya kipindi hiki. Na kuthibitishia. Umeelewa? Natoa kutoka moyoni kabisa. Unasema nataka nitoe wapi? Usoni. Ukitaka kuamini kwamba Simba mbovu ya kipindi hiki, mtoe Chama kwenye ile timu. Kwani hawakucheza dhidi ya Dodoma? Chama si alianzia benchi? Nini kilichotokea? Sare. Sare ya wapi bwana? Yaani Chama alivyokuwa amekaa nje dakika 70. Wakaanza bila Chama. Nini kilichotokea? Hakuna Simba mbovu kama ya msimu huu. Wanajificha kwenye kivuli cha upatikanaji wa matokeo wanayopata. Umeelewa? Ila uzuri wao wenyewe wanajua. Hata Simba iliyopita walikuja kina Budo, walikuja kina Bruno Fernandes Mavambo, wakasema kwamba kwa kipindi hiki viongozi wetu hatuna cha kuwadai. Si ndio? Mmetufanyia usajili ulio bora. Mwisho wa siku Mangungu alionekanaje? Si alionekana afai aiachie Simba. Kwa hiyo kila mtu na mtazamo wake. Mtazamo wangu mimi, Simba ya kipindi hiki ni mbovu. Sijapata kuona ndani ya hii miaka minne.
Sawa. Tugusie mchezo wa kesho dhidi ya Azam FC, mchezo ambao pengine umebeba matumaini ya wanayanga wengi sana, hasa kwenye kikombe ambacho kimesalia mpaka hivi sasa. Pengine ukiutazama mchezo mnaweza mkafungwa mara 2 mfululizo na Azam. Sasa niache kufuatilia mpira. Ukifungwa mara 2? Naacha kufuatilia mpira. Alifungwa Simba mara 2. Na nani? Na Azam. Lini na lini? Lini na lini? Kwenye ligi akaenda kutolewa na kombe la Muungano. Kombe la Muungano akatolewa na nani? Sina Azam. Muungano ipi? Nani bingwa wa Muungano? Si Yanga. Unaona sasa nataka tubishane tena. Mapinduzi alikuwa yale. Unaona sasa? Ni Mapinduzi. Tatizo unanitajia makombe ambayo FIFA hawayajui. Sisi Simba tunamfunga mara 6 mfululizo, tulimfunga kwenye Mapinduzi. Tulimfunga kwenye Muungano. Yaani makombe ya siasa wanataka kuyaleta kwenye mpira. Hakuna uhusiano baina ya siasa na mpira. Achana na masuala ya makombe ambayo FIFA hawayajui. Leo wachezaji wa Yanga akina Pakome wakienda kulalamika tunachezeshwa michuano ambayo sisi hatuijui, Young Africans anaadhibiwa au Simba anaadhibiwa, kwa sababu ile michuano sio michuano rasmi. Ile ni michuano ya mahaba, kwamba tunaomba Yanga aje acheze, yani ni bonanza, kombe la siasa, umeelewa? Kwa hiyo mataji haya ya siasa huwa sitaki kuyazungumzia. Sababu ni mataji baina ya siasa, baina ya Tanzania bara na visiwani, uhusiano wao. Lakini kwa misimu yote minne ambayo mnachukua ubingwa mlikuwa mnashangilia. Tulikuwa tunashangilia nini? Kuchukua kombe. Lipi? Kwenye hayo ambayo unayaita ya bonanza. Muungano na Mapinduzi. Sisi huwa tulikuwa tunashangilia kwa ajili ya ubishi uliopo, yani utani uliopo. Umeelewa? Japo mimi sijawahi kuamini kama Simba na Yanga ni utani. Mimi huwa naamini ni mahasimu. Ushawahi kuona Barcelona wanauziana mchezaji na Madrid? Ushawahi kuona Liverpool na Manchester United wanauziana wachezaji? Ushawahi kuona Young Africans na Simba wanauziana wachezaji? Labda mchezaji atake mwenyewe kwamba mimi navunja mkataba wangu, naenda nimemaliza mkataba, naenda sehemu ninayotaka. Boca Juniors na River Plate, hiyo ndio dabi kubwa duniani. Ushawahi kuona wanauziana wachezaji? Boca Juniors wamewahi kubadili hadi uwanja. Yaani wale hadi mazoezini ni nyomi la watu. Wakabadili uwanja. Shirikisho la mpira wa Argentina likaomba uwanja wa Santiago Bernabeu pale Hispania kupunguza jamu ya mashabiki wasiwe wengi, lakini uwanja wa Santiago ulijaa na watu wakawekewa screen nje kutoka Argentina. Wale ndio wao wa mpira. Kwa hiyo hapa kwetu sisi kama Young Africans huwa tu, yani lile kombe ni kama, unajua mpira ni furaha na kucheka, sio kununa. Ukilibeba unacheka, umeelewa? Lakini kusema kwamba ni kombe rasmi ambalo litatuangisha kichwa, kwa sababu ni kombe utakalolichukua unaenda kushiriki michuano gani? Ngao ya jamii FIFA wanajua kwamba ligi inapoanza lazima kuna ufunguzi wa ligi. FA FIFA wanajua. NBC FIFA wanajua. Hasa Mapinduzi FIFA wanalijua. Ngao ya jamii FIFA wanalijua. Si makombe ya siasa hayo. Sawa, vipi sasa kuhusu mchezo wa kesho? Mnatoboa kwani? Nani? Young Africans. Yanga na Azam. Yanga bingwa. Yaani hilo halina mazungumzo mengi, Yanga bingwa. Tunachojua. Nini? Sikiliza. Naamini wachezaji wangu kutokana na mechi waliotoka kupoteza kwamba tulifanya makosa tukapoteza. Kwa hiyo makosa tuliyoyafanya na wachezaji waliotuadhibu tunatakiwa kuwa maki kwa kiasi gani ili kuhakikisha hawatudhuru kwa mara ya tena. Sasa wengine nimeona watu wanasema kwamba Diarra ana madhaifu mengi sana ambayo yalifichwa na Dickson Job. Pengine unaweza ukaungana na hii kauli, kwa sababu tangu Dickson Job aumie kuna makosa mengi madogo ambayo Diarra anayafanya yanayoigharimu timu. Dickson Job anacheza nafasi gani na Diarra anacheza nafasi gani? Goalkeeper na beki. Sasa unawezaje kusema kwamba eti makosa ya Diarra yanafichwa na Dickson Job? Ni mwe peke yake anayesema hivyo. Sasa kampime akili. Ukikuta ana akili sawa, kampime ubongo wa nyuma unaopeleka mawasiliano kwenye viungo vya binadamu. Dickson Job alikuwa anajitoa sana. Ni kazi yake, ni wajibu wake. David Alaba jana akajitoa sana, lakini alishindwa kumzuia Messi. Na Madrid wamemwacha David Alaba, si ndio? Yeah. Kwa ashindwa kufanya kazi yake, eti anajitoa. Anatimiza wajibu wake. Na usishangae mchezaji anapokuwa anajituma vile, anakuwa anawaaminisha viongozi wamboreshie mkataba. Kwani Budo hakuiga kwenye mechi mpaka ya shirikisho. Mpaka Simba wakambakiza. Sipokuja kuacha msimu huu. Sasa Chama hajawiga hizo mechi za hapa katikati za mwisho, wakati uwezo wenyewe wa kudownload. Mbona kipindi Azikia anacheza Young Africans? Si alikuwa perform vizuri?
siku wachambuzi wote na wadau wengi wa mpira si mlikuwa mnasema anatumia sindano? Chama anatumia nini? Mlishawahi kuhoji hilo swali? Ila kwa upande wa Young Africans wanatumia sindano. Kwa upande wa Simba ni performance halali. Aziz Ki alikuwa anatumia sindano, Chama yeye ni uwezo wake. Chama hadi mganga wake anamjua. Wewe. Yuko Zanzibar. Chama uwezo wa kudownload ule. Niambie siku ambayo yani Chama kwenye hivi karibuni. Uwezo wa kudownload tangu anacheza Yanga? Chama. Hivi karibuni ndio amekuwa na performance bora sana kuliko hata 2018 19 anatua Tanzania. Watu hawajawahi kumfuatilia Chama. Niambie kabla ya kuja Yanga na kurudi Simba. Kabla ya hii miaka miwili mitatu. Miaka ya nyuma 2019 mpaka ana 2023 24 Chama aliperform kwenye dabi gani? Alafu unakuta lichambuzi limekaa linadanganya ugali wa Wasafi, hela za Wasafi kwamba Okello ni mchezaji wa mechi ndogo. Chama si alikuwa anawika kwenye mechi ndogo? Aliwahi kuika kwenye mechi gani ya Yanga na Simba? Lakini Okello ndo mchezaji wa mechi ndogo. Ila Chama mchezaji wa mechi kubwa, kisa juzi kafunga. Kafunga goli, kashangilia kwa hisia kweli, si ndio? Tangu ametua Tanzania, Chama Kratos mwamba wa Lusaka wenyewe wanamuita 2019 mpaka anaondoka anaenda RS Berkane mpaka anarudi anakuja Young Africans, alikuwa hajawahi kuwafunga Yanga ukiacha kombe la FA goli 4-1 ndo Chama alifunga. Ndio maana alishangilia kwa hisia. Kwa hiyo ile goli la juzi ndio lilikuwa goli pekee la Chama kwenye ligi. Kwa hiyo alikuwa na kila sababu ya kushangilia kwa hisia kuliko miaka yote. Kwa miaka yote nilikuwa najipapatua niwafungie Yanga. Sijawahi kufanikiwa. Hatimaye kafanikiwa juzi. Umeelewa? Na acrobatic, umeelewa? Goli la Puskas. Puskas goli wenyewe wanaliita, umeelewa? Wamelitangaza. Sasa magoli ya Fernandez ya milioni. Magoli yenyewe yale ni kama ya Kylian Mbappe. Niulize kwa nini? Kylian Mbappe 2022 alikuwa top scorer yeye wa kombe la dunia. Timu yake ilinufaika na nini? Ila yeye alinufaika, si ndio? Misimu miwili mfululizo ndio top scorer England. Timu imenufaika na nini? Kanufaika yeye, si ndio? UEFA kipindi hiki yeye ndio top scorer, si ndio? Mpaka UEFA inaisha yeye ndio top scorer, si ndio? Timu yake imenufaika na nini? Mpaka sasa hivi anakimbiza rekodi au pengine atakuwa labda tena mfungaji bora. Tusubiri timu yake itanufaika na nini. Kwa hiyo yeye kama yeye ananufaika. Ila as a team vipi? Timu hainufaiki. Kwa hiyo ndo magoli ya Chama. Umeelewa? Yaani magoli ya Chama hayainufaishi timu. Sawa bwana, tumalizie kwa kwenye uchaguzi kama wanachama wa klabu ya Young Africans. Mara ya mwisho kwenye uchaguzi kulikuwa na ahadi ambazo zilitolewa ikiwemo ahadi ya uwanja. Lakini mpaka hivi sasa mnaelekea kwenye uchaguzi mpya, lakini kuhusiana na uwanja bado hali ni tete. Siku ile anaingia mkataba baina ya Young Africans na GSM. Ni muda gani ulitolewa? Miaka miwili ambayo ni miezi 18 mpaka 24. Muda umeisha? Upo. Watu walitegemea pengine harakati zianze mapema. Nimekuuliza swali. Muda umeisha? Hata vifusi? Nimeuliza swali. Muda umeisha? Nijibu. Miaka miwili unajua ni michache sana. Kazi kweli, yani kumwelewesha Mtanzania. Nimeuliza swali. Muda umeisha? Muda bado upo. Muda bado upo. Uwanja sio project kama yani project ya uwanja sio kama project ya choo chako cha nyumbani kwako. Kwamba utachimba asubuhi shimo, jioni unaweka miti tayari. Watu wanaingia kupuu. Umeelewa? Lakini uwanja ni project ya muda mrefu, sio project ya shule ya chekechea wala choo cha. Hadi wakati inatolewa walisema kabla ya uchaguzi unaokuja, ndani ya uchaguzi huu ambao ulikuwepo kwa msimu huu. Hakusema hilo neno. Hakusema hilo neno. Hakusema kwamba kabla wataleta uwanja. Alisema hivi, kitu pekee natamani nikiache kwenye uongozi wangu kama nikiwa nimetoka nikiwa kama rais wa Young Africans. Legacy pekee ninayotamani kuiacha ni kuiachia klabu ya Young Africans ikiwa na uwanja wake. Na inshallah nitafanya hivyo. Kwani ameshatoka madarakani. Halafu sisi hatuwezi kuleta kiongozi kirusi. Hatuwezi kumwacha engineer tukaleta kirusi kuja kutuharibia timu.
Kwa hiyo nyie msitegemee kwamba eti anatolewa engineer anakuja mwingine. Engineer anarudi madarakani. Na kitu pekee makosa pekee tutakayoyafanya ni kumwacha engineer. Kwa hiyo engineer bado tunatamba naye. Sema anawagonga kichwani. Sio mchezo. Mkiwa mnaelekea kwenye uchaguzi, msimu uliopita mlikuwa mna makombe zaidi ya 5, lakini kwa msimu huu makombe ambayo pengine kama na ile NBC mtafanikiwa kulichukua, basi mtakuwa mnaenda kwenye uchaguzi na makombe 2 pekee kwa msimu huu. Pengine itakuwa ni ngumu kiasi gani mkiwa mnaelekea kwenye uchaguzi mkiwa na makombe 2, lakini pia kwa upande wenu timu inaonekana kama haiko vizuri. Hii ambayo haiko vizuri, watu wanalala wanaiwazia. Haujasikia Simba vizuri kwenye Haujasikia Simba wamepeleka mabounsa na Zanzibar. Sasa unajua mimi nashangaa. Anaenda kucheza ni Azam na Young Africans. Aliyepeleka mabounsa Simba. Nini kina happen hapo katikati? FTFF wanaangalia. Tunaonekana sisi hatuna weledi katika kuzungumza na vyombo vya habari, si ndio? Young Africans ndio mwenyeji wa mechi. Anafika kwenda uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi, tayari kuna watu. Tukisema tuonekane tunaongea sana. Na uhakika ni Simba. Mimi sitaki nikupe ushahidi, ila nakupa kodi wewe ukafuatilie. Yaani mimi ninapokuambia kitu usiniombe ushahidi, ila lichukue nenda kalifanyie kazi, ukautafute ushahidi. Kwa hiyo hapo mimi nakufungulia kodi, nakupa password, wewe uende ukafungue ulifanyie kazi. Tumalizie, kesho unaziona ngapi? Kesho naona pointi 3 Young Africans anabeba. Magoli? Achana na magoli. Tunachotafuta ni pointi 3. Yeah. Nikushukuru sana. Karibu. Bwana, umemsikia hapa kwa uzuri kabisa shabiki kindaki wa klabu ya Young Africans maarufu kama Eliza. Amezungumza vitu vingi sana. Matumaini ni mengi, matumaini ni makubwa katika kutetea kombe la ligi kuu NBC kwa msimu, hasa kwenye mchezo wao wa Dar es Salaam Derby siku ya kesho pale visiwani Zanzibar. Mambo yatakuwaje? Mimi sijui wala wewe haujui. Nini ambacho kitatokea? Tunaendelea kuwa wapenzi watazamaji. Ila amezungumza vitu vingi sana, amegusia pia issue ya uwanja kwamba muda ambao umetolewa wa miaka 2 ni muda mwingi sana. Kwa hiyo tusubirie kuona, chochote kinaweza kutokea kuanzia hivi sasa. Mimi ni Irene Junior, nyuma ya kamera yupo director Moji. Tukutane tena wakati mwingine.